Iran ipo katika mapambano ya kukarabati kinu chake cha nyuklia cha Fordow. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran inadaiwa kwamba yalikuwa ni madogo sana kuliko ilivyotarajiwa, kulingana na mawasiliano kati ya maafisa wakuu wa Iran yaliyochapishwa katika gazeti la Washington Post. Hata hivyo, intelijensia inaeleza kwamba mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya kampeni iliyoratibiwa ya jeshi la Marekani na Israel iliyozinduliwa mapema mnamo mwezi huu. Mnamo Juni 13, IDF ilianzisha mashambulizi na malengo yake ilikuwa ni Iran, hasa katika vinu vyake vya nyuklia. Hata hivyo, ilidaiwa kuwa Tehran ilikuwa karibu kuwa na uwezo wa kuunda silaha za nyuklia. Marekani ilikuja kujiunga na operesheni hiyo mnamo Juni 22, ikilenga vinu vyake vya nyuklia ikiwa ni pamoja na Fordow, Natanz na Esfahan, ambapo ilishambuliwa kwa kutumia mabomu yenye uwezo wa paundi 30,000. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa mashambulizi hayo yamefuta kabisa mpango wa nyuklia wa Iran. Mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe aliwaambia wabunge wiki iliyopita kwamba maeneo kadhaa muhimu yameharibiwa kabisa na itachukua miaka kujengwa upya, lakini wakati huu Iran inaendelea na ujenzi huo. Hata hivyo, kwa mujibu wa mazungumzo yaliyonaswa yalifafanuliwa kupitia Washington Post na vyanzo vinne vinavyofahamu vya ujasusi, maafisa wa Iran wamekuwa wakikisia kwa nini makombora hayo hayakusababisha uharibifu mkubwa zaidi. Utawala wa Iran umekanusha kuwepo kwa simu zilizonaswa, lakini maafisa wamekataa kabisa umuhimu wao, wakisema kwamba kile kilichofanywa na Marekani kwamba ikidai imeshambulia maeneo hayo na imeharibu kabisa ni uongo mtupu. Dhana ya kwamba maafisa wa Iran ambao hawakutajwa majina wanajua kilichotokea chini ya mamia ya futi za vifusi ni upuzi mtupu. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leavitt akiita ripoti hiyo ya aibu na kuishutumu Washington Post kwa kusaidia watu kufanya uhalifu kwa kuchapisha uvujaji usiokuwa na muktadha. Wiki iliyopita vyombo kadhaa vya habari vya Marekani pia viliripoti juu ya tathmini za siri zilizovuja, ambapo zilipendekeza makombora ya Marekani yalisababisha uharibifu wa wastani kwa vituo hivyo licha ya matumizi ya mabomu ya banka. Tangu wakati huo, Trump ametoa wito wa kufunguliwa mashtaka kwa wale waliovujisha habari hizo. Katika mahojiano ya CBS yaliyochapishwa Jumapili, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomiki IAEA Bwana Rafael Gross alidai kuwa bado kuna uranium iliyorutubishwa yenye uzito wa kilo 400 ambayo haijajulikana ilipo baada ya makombora ya Marekani na Israel. Hatujui ni wapi nyenzo hii inaweza kuwa au ikiwa sehemu yake inaweza kuwa chini ya mashambulizi wakati wa siku hizo 12, Gross aliambia CBS, akibainisha kuwa baadhi yake yangeweza kuharibiwa na baadhi yangeweza kuhamishwa. Pia alisema kwamba wakati vifaa vya Iran vilipata kiwango kikubwa cha uharibifu, Tehran bado inaweza kuanza tena shughuli zake za kurutubisha uranium katika kipindi cha miezi. Alibainisha kuwa ujuzi iliyokuwa nayo Iran hauwezi kuvumbuliwa wakati huu. Tehran imekanusha mara kwa mara kuwa ina mpango wa kuzalisha silaha za nyuklia na imeshikilia kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani, na kusisitiza kuwa inataka kuhifadhi haki ya kurutubisha uranium kwa matumizi ya kiraia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua yanayojiri katika ulimwengu.